is prayer? Because until we know what is prayer, then we can start asking ourselves, what is the key? What is prayer? Prayer is just a conversation between man and God. Or you can as well say prayer is communication. Prayer is communication between man and God. I'm defining prayer in my own words so that I can bring the key that I want to bring. Amen. So I want you to understand that when we talk about prayer, we are talking about a two-way communication. Amen. A two-way communication. You talk to God and you expect God to talk back to you, because it is a dialogue. Amen. It is a dialogue. Amen. So if you understand that prayer is a dialogue, then here comes my key. The greatest key in prayer is understanding the voice of God. The greatest key in prayer is understanding the voice of God. All of us here do pray. True? Si kila mmoja wetu hapa anaomba. Lakini si kila mmoja wetu ambaye husikia sauti ya Mungu. It is not every one of us. Some of us here, we heard the voice of God as I was talking about the vision. Some of us here heard the voice of God early in the morning. Wengine walisikia sauti ya Mungu maybe 5 years ago. Hata wengine labda hawajaisikia sauti. Mpaka wao wanashindwa, how does God speak? Unajiuliza, how does God speak? How does God speak? But now when you understand the voice of God, then you have been able to crack the key of prayer. Psalms 32 verse number 18. I will instruct you and teach you in the way we shall go. I will guide you with my eye. So God is promising to instruct us. Amen. God has this one promise, that if you call, I will instruct you. But what happens to many of us Christians? We go to prayer kama saizi tuko hapa na maombi, like especially maombi yetu ya jioni inakuwa kama warfare. Na mimi huwa ninafunza hiyo warfare, maana tena shetani elewi lugha nyingine isipokuwa ya vita. Na huu ulimwengu aliachiwa shetani. Yeye ndiye mfalme wa hii dunia. So until you engage in warfare utapata kile ambacho ni chanya. So lazima tupigane na yeye. Lakini ukishapigana na yeye ni vizuri tena kusikiza. Na Mungu anasema nini? Inawezekana kile unapigana nacho, what the Lord does, He releases a strategy on how to conquer that battle. Amen. He releases a strategy, anaachilia strategy on how to conquer that battle. Amen. So wewe uko pale ukipigana katika vita, I pull down, I scatter, I block, I withdraw, I crush. But again, go to listen. What does God have to say about that battle? What does God have to say about that battle? Mungu anasema nini? Man, he speaks. Isaiah 30 verse number 21 all the way to 23. Biblia inasema kwamba you shall hear a voice behind you say, this is the way, go in it. Genesis 3:8. The Bible says, Adam and Eve wakati walitenda dhambi, they heard the sound of God. Kumaanisha huwa anasikika, huwa anaongea. God speaks. Genesis 3:8. Isaiah 6:8. You're going to see they heard the voice of the Lord, who the Israelites, meaning God speaks. God speaks. Hebrews 3:7.
The Bible says, today if you hear the voice of God, meaning God speaks. Today if you hear the voice of God, do not make your heart be stubborn. Meaning God speaks. You cannot hear a voice of someone who is not speaking. Amen. Kufanya nini? Wanaongea. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer, and I will show you great and mighty things that you know not. Call unto me, prayer, and me I will answer. Amen. But what do? We go to God, pray, and disappear. And disappear. We are not able to hear what does God have to say. Amen. Ni kama bibi wakati anakasirika, anakuja kwa nyumba, anaongea ulimkosea. Amen. Kabla uweze kumwazia upole. Kile kifanya nipa. Usiniongeleshe, hata usiniambie, uweze kufanya hivyo, anatoka anaenda. Hamuja communicate. Labda na kile kinamtetesha ni kitu kidogo mngeelewana. Lakini kwa sababu hamuja communicate, hamjaelewana. Mnakosana kule. But when you can communicate and let out, nilifanya hivi, niliacha nia, na ndio ulifaa kukula mpaka lunch. Mimi ndi ndani tuko fasting. Ndio maana nikaacha nia ya fare. Siko na hata kula. Ilikuwa tu fare ya. Babia hapana, lakini watoto wako fasting. Nilikuwa ndani tulisema Wednesday hata wao watakuwa wanafunga, lakini pole nisahau kuuliza. Ni sawa basi. Unaelewana. Also God, when you talk, then go learn to hear what God have to say, because He hears. Amen. Yeah, that is Jeremiah 33 verse 3. Luke 11:28. Blessed are those who hear the word of God. Luke 11:28. Blessed are those who hear the word of God. Meaning that kama unataka kubarikiwa, hata sana si kuomba katika hii verse, ni ule nasikiza sana. If you can hear, amen. If you can hear, blessed are those who hear the word of God. John 8:47. Whoever is of God hears the word of God. Whoever is of God. John 8:47. Whoever is of God hears the word of God. So there is a lot of hearing the voice, hearing God. Call and answer. John 10:27. My sheep hear my voice. My sheep hear my voice. Na kama kwako ulikuwa unasikia Mungu na umsikii tena, tunakuombea hapa na watumishi hawa, ili kutoka hapa uanze kusikia Mungu vizuri. Amen. Uanze kusikia Mungu vizuri. My sheep hear my voice. Amen. Acts 13 verse 2. When you are worshiping the Lord, the Holy Spirit said. Now that is the apostles. They want to get to select some leaders. And the Bible says that as they were worshiping, other versions say as they were praying, the Holy Spirit said. So there is an issue of worshiping, seeking, praying, and then God comes in and answers. Amen. So if you can be able to hear God, I can read so many verses, but I will talk about Romans 10:17. Faith comes by hearing. Hearing what? The word of God. Faith comes by hearing. And not only hearing, but hearing the voice of God. Imani nature. Na hawezi tigiza, you cannot shake mountains without faith. The Lord said in the book of Hebrews 11:6 that without faith no man can please God. But how shall you build that faith? You build that faith through, hallelujah, you build that faith through hearing the word of God, through hearing God, through as you pray, you hear God responding to you, you hear God speaking to you. Your faith starts getting built. So this is a major secret in life, in ministry, in your marriage, and it works for all. If you can be able to hear God,
Now it becomes easy to obey God. But whenever what you are doing, you're not sure whether it is of God. Imagine you are a lady, you want to marry, be married, whatever. But in the process, you are not sure whether this guy is the one. And you have not heard the voice. You will remain struggling. You will utakwama pahali. Kwa sababu hujui hauko unampenda kweli, ni mrefu, ni handsome, ni black, akona 6 packs. Na akona gari kubwa, akona vijiti. Na si mbaya. Lakini swali ni, is it the will of God? How now do you know the will of God? You have to hear God. Amen. You have to hear God. You want your ministry. I remember when our main business was almost falling apart, I went to God in prayer, like any other person. But when I was praying, God gave me a very weird instruction. That's what the Bible says, that Psalm 32 verse 8. That I will instruct you, I will guide you. God gave me a very weird. Ile ambayo atazipigia usiku mwapia. Ni kama ile ya Abrahamu na Isaac. Mazingine unapichaka mpaka Bwana Kolosi. Unapicha, yu ufanye tukisi. Amen. Maana Mungu aliniambia, tulikuwa na biashara kalikuwa kamefia. Na kabisa kalikuwa kama kisha ndio kalikuwa tutegemeo yetu. Tunarudi ushara. Kalikuwa kabaya. Lakini God gave me instruction. I was praying and fasting in 7 days of faith. But God told me, I want to give you this estate over this business. But I want to do this. I want you every day to pray with oil and walk barefooted around the streets, praying the people to the business. Hiyo si kwa weird. Hiyo unaweza ambia anashika huyu. Amen. Tunataka mchana. I used to be man na hangero. So nilikuwa na jioni nimetoa akoti nimevaa. Sasa nataka kutana na Pastor Rose na paa bila hawezi julikana. Amen. But you said God gives instruction not because he is so much about the instruction, but because he's testing your ability. That is how God is doing. Are you ashamed of me? Amen. So nigezunguka, I create the souls in this city. I create the business shall not fail. It shall succeed. Amen. Mungu aligeuza mambo hivi. Amen. Pale tulikuwa tutolewe, God opened a way for us to purchase the same business. Ilikuwa ya tukauziwa kimiujiza because of hearing the voice. It is not enough to pray. It is far much important. What does God have to say? Tezi jua na manajua hiyo. Labda nasikilia hapa. Anajua kama nilikuwa naombea ndio naenda aje. Kile kwa hiyo nilikuwa tunapigia tunaweka pale. Amen. I pray. And let me tell you, the things that God speaks to you. I remember when my wife was expectant with a first child. I want to give you examples of instruction because that's how you're being able to understand what to habit and how to habit. She alikuwa na fibroids 5 na moja ilikuwa inafura inakaa mtoto mwingine hapa. Amen. Ilikuwa inafura ikaanza kufanya inakuwa mtoto mwingine hapa. Na ikawa tunaomba Mungu, wakati niko naomba Mungu akaniambia, I will sustain her, but you have to pray because it's not my plan. Si mpango wangu afanye yes na ama azae mtoto mkoresha. So nilikuwa na hiyo confidence, maana nilisikia instruction. So tukaomba, wakati alienda Kenyatta, akaambiwa ni either mtoto atolewe, maana ana female sana fibroids. Amen. Ama si hivyo, bali si mtoto na mama. Amen. I told her no, it's not about that. I know what I've heard from God. Na nimesikia. So ikawa ninamuombea. Kila wakati nilikuwa analala kwa kiti. Na mimi napiga magoti naomba. Ninaongelesha hizo fibroids. Amen. Naziongelesha. Naye wakati analia kwa uchungu. Maana ikaanza kufurahi kwa uchungu. So zima jozi ya kutaka ile ya uchungu. Wakati ulipofika wa kujifungua after struggle, maana sasa aliambiwa atana, aliambiwa tolewa atana. Amen. Maana ilikuwa nimesikia sauti. Mungu alifanya muujiza. Madaktari wote wakubwa Kenyatta, unajua Kenyatta is the biggest hospital. Sasa wao kuambia advice wanafuatia the best. Wakasema huyu mama
hawezi pata mtoto na mama. Amen. Hata kuwakalisha hata hawezi, hana uchungu wa mtoto. So akanipigia simu akaniambia wamesema hivi. Nikamwambia hapana, hivyo tusikodisikia kutoka kwa Mungu. Wewe amini Mungu. Amen. Tukaomba. I don't know what happened, but I think 15 minutes, 20 minutes baadaye kunipigia wakati wamezunguka na madaktari. Lakini na daktari mmoja akaja ambaye hakuja madaktari wote. Akaja akasema, "Kwa nini huyu anaweza pata na nini?" Amen. So wakamunduce dawa za kumsaidia. Na after 15 minutes alinipigia. Alinipigia hivi kama mami la. Ananiambia ameshakuwa. Amen. Without operation. When they came the second born, the same happened. God told me, kama nilifanya kwanza wewe ndio itashinda. I stood in faith, kawambia hautawahi kusuliwa mwili wako. Amen. And I thank God for the 3 children that God has blessed us with. None of them amewahi kupitia CS. Si kwa kupitia CS nilikuwa, but it depends on instruction. What you hear. Amen. Kile unasikia ndicho unasimama nacho. I always give this testimony about my second book. Wakati nilikuwa 2 years, kuna wakati nimeamka kuomba katika nyumba. Na nikiamka kuomba ile tu devotion kwa I had an instruction here. So mimi niamka kuomba tu ile kama ile mchungaji wote mwingine zaomba. Lakini nasikia instruction. Mungu akaniambia nataka uchukue mafuta. Amen. I want you to anoint your children. Kidoa. Hisi mambo nimezoea kwa kanisa kwa nyumba. Amen. Sijazoea hii mambo. Lakini nimesikia nini? Instruction. So nilikuwa naombea sitting, watu walikuwa bedroom yao na wao bado walikuwa wamelala tu so about 5 a.m. in the morning. So nikachukua sikuwa na waiting well kwa nyumba, but Mungu ameniambia. So nilienda tu nikachukua liquid ya mama. Nikaenda nikaiombea sitting. Amen. Nikaiombea. Alafu nikaenda nikachukua kasaka ilikuwa ndio chukua nao hatukuwa na that one then. So kalikuwa bado kadogo alikuwa 2 years. Nikachukua. Nikaenda kwa sitting nikakaombea, nikapaka mafuta. Nikakarusha betu, nikachukua sasa nikakuta first born amelala, nikamuombea na yeye. It was this. Alafu no time, the same day. Amen. Our house was not in the house. So alikuwa ameenda. So my wife alikuwa peke yake anaosha ng'ombe, nilikuwa kazi na mtoto amelala peke yake the second one sasa. Kwa kitanda yetu kwa sababu mama amemwacha pale wakaenda kufungua. Akiwa amelala wala asikiwe. Akaamka mama asikia na kuwa mgonjwa. Akachukua nilikata kucheza naye. Nilikata ingia ndani ya koo. Hallelujah. Mama asikia kwa nje. Mtoto first born anaenda kucheza tunakaa katika apartment anaenda kucheza huko juu. Mtoto kwa peke yake Petro. Sasa ndio ndo niambia niombe. Ni mwanangu. But lucky enough kwa sababu ya the power of instruction. Mungu akamtani. Amen. Alipomtani nilikata kale kadoka amekwama hapa. Akakatapika. So my wife aliitwa na kutapika. Giza akija kwa gari akakuta nilipata wapi? Kwa matapiko. Amen. The power of hearing God. It's not enough to pray. It's good to hear. What does God have to say? Amen.